Habari zenu ndugu watazamaji wa vipindi vya Ufugaji Bora TV. Kampuni ya Ufugaji Bora inajihusisha na masuala ya utengenezaji wa local cage. Tunatengeneza keji nzuri. Hizi ni local lakini ni keji ambazo zina mifumo ya kisasa zaidi. Hapa tupo kwa mteja, tupo katika issue nzima ya utengenezaji wa keji. Hii ni keji ya kuku 2000, yani kuku 1000 ambazo zinatizamana. Na banda lenyewe pia tumejenga sisi wenyewe, ni banda zuri sana ambalo lina space nzuri. Tumeambatanisha na pamoja na store na chumba cha mlinzi. Sasa wewe unahitaji kutengenezewa keji na hujui plani uanzie wapi, banda lako tulijengeje, basi kampuni ya Ufugaji Bora sisi ni wabobezi wakubwa sana katika issue ya utengenezaji wa keji. Keji tunatengeneza za aina zote, za mbao na za chuma. Na pia tunaweza kudesign keji kutoka either kama ulikuwa na keji ya Kichina unahitaji tu design hiyo keji ya Kiswahili, tunaweza kuitengeneza ili iweze kuchukua eneo dogo kufuga kuku wengi. Kama hii yenyewe tumetumia material ya kuku wa keji ya kuku wa Kichina. Ni kwamba keji ya Kichina tumeweza kutumia material haya kutengeneza keji ya Kiswahili ambayo tunaweza kusema ni local. Lakini ni keji ambayo imeweza kupendeza na ina muonekano mzuri. Unaweza ukafuga kuku hapa bila wasiwasi na pasipokuwa na shida yoyote. Na kuhusu labda material au utaratibu wa kupata material, labda nitoe maelekezo kidogo katika issue nzima ya utengenezaji wa keji. Hizi keji zetu tunazitengeneza site kwa mteja. Yani mteja mwenyewe anatupigia simu, tunaenda site kwake, tunamtengenezea hizi keji. Kuhusu ushauri namna nzuri tufanyeje, tunafanya tukiwa kwa mteja ili tuwe tunampa ushauri kulingana na eneo jinsi lilivyo. Na kuhusiana na issue ya material, mteja tutakupa quotation ya material tunayohitaji kuyatumia, alafu wewe utaenda kwenye maduka yako ya karibu na utanunua material hayo wewe mwenyewe. Pia ukihitaji usimamizi wetu au mwongozo wetu, sisi tunaweza tukakusaidia, lakini ni vema ukanunua material wewe mwenyewe. Faida ya kununua material kwa mteja ni yeye kupunguziwa bei kutokana na mazingira aliyopo, kwamba huenda kuna sehemu anapochukuliaga material kuna partnership na huyo muuzaji, kwa inakuwa ni rahisi yeye kuweza kupunguziwa bei. Lakini kwa watu ambao watakuwa karibu na sisi tunapotokea, wakihitaji sisi tunachukulia wapi material kwa gharama nafuu, pia tunaweza tukawaelekeza maduka tunayochukulia material kwa gharama nafuu, hususa kwa watu ambao wanakaa Dar es Salaam na watu ambao wapo Dodoma. Maana yake ni rahisi sisi kuambia kwamba nenda duka fulani au nenda eneo fulani, material fulani yanapatikana kwa bei nafuu sana. Tutakupa uhuru wa wewe kununua vifaa wewe mwenyewe, ili hata kama kuna katika ile quotation tumekuandikia kwamba kifaa kinauzwa 8,000 alafu ukaenda kukuta kinauzwa 6,000, ili kusudi ile shilingi 2,000 uweze kufaidika nayo wewe mwenyewe. Ndio maana unakuta katika issue nzima ya utengenezaji wa hizi keji tunakuwa na wateja wetu na pia tunawashauri kwamba material tutahitaji material ya size hii hapa yakiwa hivi, ili kusudi yeye kama yeye akianza kutafuta material iwe rahisi kuyapata. Na hizi keji zetu zina mifumo minne. Tuna mfumo wa maji, tuna mfumo wa chakula, tuna mfumo wa kinyesi, tuna mfumo wa mayai. Manake hizi mifumo zote zinakuwa ziko ya automatically, manake ni kwamba tunakuwa tumeshazitengeneza. Na issue nyingine kwa watu ambao wako mikoani kwa utengenezaji wa keji zetu, pia usihofie kwamba utasafirishaje mafundi mpaka uje kutengenezea keji kubwa kiasi hicho au kwa gharama hizo zitakuwa nyingi. Pia sisi tunaweza kusafirisha fundi mmoja ambaye atakuja kufanya kazi na vijana wa hapo, tukawapa ajira na wenyewe pia tukafanya nao kazi, ili kusudi kwanza tuepushe gharama ya usafiri kwa watu wengi, yani usisafirishe watu wengi. Issue nyingine ni kwamba tuweze kuwapa ajira watu wanaopatikana katika eneo hilo, yani tuwape ajira vijana wako. Kama wewe na mafundi wako pia huwa nakufanyia kazi, basi tutawashika mkono na wenyewe pia tutafanya nao kazi, ili kusudi tuweze kupunguza muda wa ufanyaji wa kazi na pia tupunguze gharama kusafirisha watu wengi. Hili swala huwa tunalifanya kama kampuni ya Ufugaji Bora. Issue nyingine, tunawashukuru kwa kufuatilia vipindi vyetu vya Ufugaji Bora. Endeleeni kufuatilia, msisahau kusubscribe. Kwa maelezo zaidi tuwasiliane kwa namba zinazoonekana hapo
ili tuweze kupeana ushauri kwa uhakika zaidi. Asanteni na karibuni katika vipindi vyetu.